mistimu itakuwa ni fedheha kwetu. Mradi huo unatarajiwa kuongeza kasi ya maendeleo ya viwanda vidogo, kuboresha huduma za kijamii na kuinua kipato cha wananchi wa mkoa wa Iringa kwa ujumla. Mwajima Hassani, EATV, Iringa. Naam, mitandao ya kijamii imekuwa sehemu ya maisha ya kila siku kwa wananchi wengi, haswa vijana, ambapo baadhi yao wamegeuza mitandao hiyo kama sehemu ya kuigizia maisha badala ya kuishi uhalisia, kama mimi nilivyokuwa kwetu kule Mbokom. Mwanahabari wetu Franki Kashonde, ambaye yeye huwa anaishi kihalisia kabisa, ameandaa ripoti hiyo. Baadhi ya wananchi katika jiji la Dar es Salaam wanakiri kwamba shinikizo la kuonekana bora mtandaoni linawalazimu kuishi maisha yasiyoendana na uwezo wao wa kiuchumi, huku wengine wakilazimika kukopa fedha ili waweze kuvaa au kufanya shughuli zitakazowapa picha nzuri za kuweka mitandaoni, huku mahitaji ya msingi yakibaki kuwa changamoto kwao. Kufeki maisha kwa sasa hivi inakuwa sio kweli, maana unakuwa uishi ule uhalisia wako wewe. Bora uishi uhalisia wako, kutambue kwamba mimi kama Tobi uhalisia wangu ni huu, sio kufeki maisha. Maana kufeki maisha sio vizuri, maana unaweza kufeki maisha watu wakajua wewe una life nzuri na maisha mazuri, kumbe unaektia watu. Isikia kwa vijana ambao wana fake maisha, wanaonesha maisha ya kuigiza ila hawaoneshi maisha halisia. Hii imekuwa ni changamoto kubwa sana, umeona. Hiyo inasababisha vijana kuonekana kwamba wana maisha pita hapo, heshima. Wengine kama ni vijana wa kiume wapate wanawake kwa urahisi kwa njia ya kulagai. Mimi naona ni kwa sababu ya teknolojia sasa hivi imekuwa sana, na pia vijana wengi sana wanakuwa wakiiga maisha ambayo mtu anakuwa anatamani maisha ya mtu mwingine, wapo wajue yeye amepita njia gani, amefika wapi pale. Wataalamu wa masuala ya saikolojia na jamii wanasema hali hii inachochewa na tabia ya kujilinganisha kupita kiasi, ambapo kadri watu wanavyoona mafanikio ya wengine mtandaoni ndivyo wanavyojiona wameshindwa hata pale wanapopiga hatua ndogo ndogo katika maisha yao ya uhalisia. Sababu kubwa ni masuala ya social influence, ushawishi kutoka kwenye jamii, kwa sababu jamii nyingi sasa hivi leo umefanikiwa lazima kuna viashiria wewe unavyo. Sasa vijana wengi wanaona haina haja ya kujidogosha, lazima na wao utafute hivyo vitu hata kwa kuwazima na vitu vingine hivyo. Lakini kuna masuala ya social network, mitandao ya kijamii nayo pia ina influence kubwa sana vijana wengi kufeki maisha. Lakini vile vile pia sababu nyingine ni kutokujiamini, low self esteem. Vijana wengi sana hawajiamini, hawajikubali vile ambavyo walivyo. Mesha Kingole ambaye ni mtaalamu wa masuala ya teknolojia na biashara anakiri kuwepo kwa changamoto hiyo kwa baadhi ya vijana kuigiza maisha katika mitandao, huku akibainisha wazi kwamba hayo sio matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii. Kuna implications nyingi zinaweza zikatokea endapo watu wanafeki maisha kupitia social media. Social media sio sehemu ambayo unaweza ka-expose maisha yako halisi, kwa hiyo huwa nasisitiza sana masuala ya privacy. Social media ni sehemu sahihi endapo watu watakuwa na matumizi sahihi ya kutumia vizuri social media. Hiki ndo kipindi ambacho kitatengeneza mabilionea wengi sana endapo watu watatumia vizuri social media. Inashauriwa zaidi kwamba matumizi ya mitandao ya kijamii kwa mizani, wakisisitiza umuhimu wa kutambua kuwa maisha yanayoonekana mtandaoni si kipimo kamili cha uhalisia wa mtu. Franki Kashonde, EATV. Na sasa tuelekee mji usiokuwa na bahari, watu wajui maji ya chumvi yakoje huko, ambapo ni mgogoro uliodumu kwa zaidi ya miaka 5 ukihusisha wananchi wa vitongoji vya Tandala na Ilunde katika kijiji